Kwa niaba ya bodi ya wadhamini wa mfuko wa Women Fund Tanzania Trust na kamati ya maandalizi chini ya mtandao wa wanawake, katiba, uongozi na uchaguzi, na washukuru na kuwakaribisha kwa moyo mkunjufu kwenye kongamano hili muhimu na la kihistoria la kuadhimisha zaidi ya miaka 30 ya jukwaa la Beijing la usawa. Harakati zenu zile hazikuzaa tu matunda kwa wanawake, hata kwa watoto wenu akina sisi. Mama yangu Mongela, nimefurahishwa na maandalizi mazuri sana. Nimefurahishwa na namna mnavyoshereheka, kwa sababu leo ni siku ya sherehe ya kutimiza miaka 30 na mafanikio. Sio 30 tu, na mafanikio. Hongereni sana. Niseme tu kwa kifupi, nilichokiona kwa Tanzania, tumeweza mengi. Kuwa na rais mwanamke ni utekelezaji wa Beijing platform. Awe Samia, awe yoyote, mwanamke. Na tutizame tunakokwenda, tubane kwenye ilani, tubane kwenye idira, ili tutekeleze platform for action. Wanawake oye! Ndoto kubwa ingalikuwa tuwe na mabadiliko makubwa, sio tu Tanzania, ili swala bara ya Afrika, sababu nchi moja haiwezi kupambana na haya mambo ambayo nimezungumzia, hasa swala la utandawazi, mambo mengine. Lazima kujenga umoja na lazima tutambue umuhimu wa rais wetu wa kwanza Nyerere, sababu tangu mwanzo alikuwa msimamo wake ilikuwa kuunganisha mapambano hapa Tanzania na nchi ya jirani pamoja na bara. Hapo awali ushiriki wa wanawake katika meza ya maamuzi ilikuwa ndogo sana, lakini mpaka sasa wanawake wapo katika nafasi mbalimbali za uongozi na maamuzi katika sekta mbalimbali za kiserikali na kibinafsi kuliko hapo mwanzo, japo idadi haijafikia sawa na wanaume. Mwanamke kwenye jamii alikuwa hawezi kutoa maamuzi mbele ya mume wake, watoto wake na hata kwa jamii kwa ujumla. Lakini kwa sasa wanawake wana sauti kwenye familia, maofisini na jamii kwa ujumla, na wanashiriki katika kutoa maamuzi ambayo yamesaidia kujenga familia na jamii zenye msingi imara. Sisi wanawake vijana tunasimama pamoja katika mshikamano. Tunaheshimu sana maendeleo na mafanikio ambayo yamepatikana kutoka kwa wafeminia ambao leo hii tuko hapa tunawacelebrate kama ma-icon. Tunaamini kupitia nguvu zao, jitihada zao ndo zimeweza kutufanya leo hii wengine sisi kama vijana tukawa hata na ujasiri wa kuweza kusimama hapa na hata kufanya mambo mazuri na makubwa ambayo yanaendelea pia kwenye jamii zetu. Tunatambua changamoto ambazo bado zipo mbele yetu na tunahaidi kuendelea na mapambano na kuendeleza yale mazuri ambayo tayari mliotutangulia mmeyafanya. Na kwa upande wa uwezeshaji na usawa, sisi kama wafeminia vijana binafsi tunasherehekea hatua zote zilizopigwa katika harakati za wanawake, lakini pia katika miongo hii mitatu iliyopita tunatambua sauti zote ambazo zimefungua njia za mabadiliko. Na tunaahidi tunajitolea kuimarisha sauti hizi, moto huu hautazimika. I would like us to know that we in the Eastern African region we decided that we are going to make a new map for our region, and we organized ourselves from Eritrea to Burundi. We went to Somalia and Rwanda. We went beyond the traditional Uganda, Kenya, Tanzania, and we were so much stronger for doing that. If we are to realize the bold commitments made in Beijing 30 years ago,
We need sustainable financing and support for women's rights organizations. That must be a top priority for all of us that are supporting the development agenda. Yeah. Safeguarding, sustaining, and increasing funding for feminist and women-led organizations is critical to ensuring that we stay on course towards gender equality, including through ensuring the provision of flexible and accessible funding that can be quickly and strategically deployed wherever it is needed. Ruzuku tunazozifanyia kazi ni chache sana. Kwa mfano ukiangalia mwaka 22-23 kama sijakosea hizo statistics ni less than 1% ya fedha hizo zilienda kwa mashirika ya wanawake. Kwa hiyo tunasema kadiri tunavyoona sasa nchi zinavyobadilika, nchi nyingi zinaangalia watu wake na zinaangalia mambo yao. Sisi huku wanawake, wanaharakati na taasisi tunaendelea kukosa funding ambazo zinatusaidia kufanya kazi zetu. Kwa hiyo tunachokiomba sasa ni kuhakikisha kwamba tunakuwa na ruzuku nyingi za kutosha zinazoangalia ujenzi wa mashirika yetu, lakini zinaangalia ile jamii tunayoifanyia kazi. Sasa kuna somo gani kwa kizazi hiki? Kwanza kabisa ningeshauri vijana sasa ambao wameingia na tupo nao katika harakati za kutetea haki za binadamu, wajitafakari. Tunahitaji nguvu za pamoja, lakini hizi nguvu za pamoja, mchango wa kila mtu unahitajika, na huo mchango wa kila mtu utahitajika. Kwanza kutambua talanta nizo nazo. Kama wewe ni mwandishi, tumie hivyo bala yako kutetea haki za wanawake. Kama wewe ni uko kwenye sanaa, biri, utumie hiyo katika kutekeleza katika kufikia haki za wanawake. Mimi nafikiri Beijing ni kiongozi chetu kikubwa. Si kanaweza kukita kiongozi. Ni ajenda inayotuongoza. Hata kabla haijaitwa Beijing, masuala tulikuwa tunaongelea tulijifunza sisi kutoka kwa mama Mtiti. Unanielewa? Wakina mama Sofia Kawao na wengine wengi ambao bahati mbaya hata kuandika hatujaandika vizuri na historia wametoa mchango mkubwa sana. Sasa tukaja tukaweka ile agenda ikaitwa Beijing. Ni mwendelezo wa ile. Kwa hiyo na nyinyi mnaokuwa sasa, wenzetu sisi tunaondoka sasa, tunatizama, tuna support kwa mbali, tunashiriki kwa mbali, mliochukua vijiti kutoka kwetu. Mbebe agenda hii. Na msikubalie ikageuzwa sana inaumbwa vizuri zaidi, inaongezewa uchambuzi zaidi na vitu kama hivyo. Kwa sababu ikipotea kwa kupitia rika mbalimbali, ina maana ndio basi vitu vyenu vyote na sisi vyote na tulivyofanya zile kazi zimeondoka nayo. Kwa mimi kubwa ningesema hii kupeana vijiti kirika kiendelezo. Sisi tunawakabidhi nyinyi, sisi tulijifunza kwa wenzetu, mjifunze mpeleke kwa wenzenu wengine na wengine, ili iwe tu ni kitu cha siku zote, hakiwezi kuondoka.